Katika wasaa mwingine, karibu tena mtazamaji wa The World News. Katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa, bado uko nami Adam Hussein. Katibu mkuu wa NATO Bwana Mark Rutte anasema kwamba Umoja wa Ulaya hautaweza kujilinda bila uwepo wa Marekani, hasa kutokana na vitisho vya Urusi. Wanachama wa kambi hiyo watalazimika kutumia hadi 10% ya pato lao la taifa kwa wanajeshi wao, ambayo bado inaweza kuwa haitoshi, aliliambia bunge la Ulaya mnamo jana Jumatatu. Matamshi yake yalikuja huku kukiwa na mwito unaoendelea wa baadhi ya maafisa wa Umoja wa Ulaya kufanya umoja huo kutoitegemea Marekani kwa usalama. Katikati ya Januari, kamishina wa ulinzi Andrius Kubilius alidai EU ilihitaji jeshi la kudumu la watu 100,000 ili kuwa na uwezo wa kuchukua hatua huru. Kulingana na Mark Rutte, mipango hiyo haitakuwa ya kweli ikiwa mtu yeyote anafikiria hapa tena kwamba Umoja wa Ulaya au Ulaya kwa ujumla inaweza kujitegemea bila Marekani katika mapambano dhidi ya Urusi. Endeleeni kuota, hamwezi, alisema Mark Rutte. Hata hivyo, katibu mkuu huyo wa NATO huenda alinukuu kauli ya rais wa Marekani Donald Trump huko Davos wakati alipofanya mazungumzo naye kwamba Marekani pekee ndio ambayo inaogopwa na Urusi, lakini Urusi haiogopi taifa lolote katika NATO wala Umoja wa Ulaya isipokuwa Marekani tu. Rais huyo wa Marekani alimwambia bwana Mark Rutte wakati ambapo anatoa ushawishi wa kwa nini anaitaka Greenland. Rais wa Marekani Donald Trump aliapa kwamba lazima ataichukua Greenland, na ameapa kwamba ni kwa sababu ya kuzuia vitisho kutoka kwa China pamoja na Urusi. Hata hivyo, katibu mkuu wa NATO bwana Mark Rutte alionya kwamba wale ambao wanataka kwenda peke yao wanapaswa kusahau kwamba unaweza kufika huko na 5% ya pato la taifa inayojumuisha suala la ulinzi. Jumuiya hiyo ingehitaji angalau mara 2 ya jumla hiyo, na pia kuwekeza katika uwezo wake wa nyuklia ambao unagharimu mabilioni na mabilioni na mabilioni ya euro, alisema, akiongeza kuwa kwenda peke yenu itamaanisha kuwa mtapoteza tu, anasema bwana Mark Rutte akizungumza na viongozi hao wa Umoja wa Ulaya. NATO ilikubali kizingiti cha matumizi ya 5% katika mkutano wa kilele huko The Hague mwaka uliopita, ombi ambalo lilitolewa na rais wa Marekani Donald Trump, ambaye tangu wakati huo amepata sifa nyingi kutoka kwa Rutte. Siku ya Jumatatu, kwa mara nyingine, alimsifu rais kwa kuyafanya mataifa kama Hispania na Italia na Ubelgiji na Canada kutimiza ahadi zao za sasa za matumizi ya 2% pamoja na kukubaliana na kizingiti kipya. Washington imerudia kusema kuwa itakuwa inapunguza ahadi kwa washirika wake wa Ulaya na kuwataka kuchukua jukumu kubwa kwa usalama wao wenyewe. Wiki iliyopita, Pentagon ilisema itatoa kipaumbele kutetea nchi ya Amerika na kuizuia China. Umoja wa Ulaya pia umehisi kutengwa katika mazungumzo ya amani ya Ukraine yaliyosimamiwa na Marekani na kugombana na Washington kuhusu msukumo wa Trump kutaka kuipa Greenland, ambayo baadhi ya wanasiasa wa Ulaya walidai inaweza kukomesha zama za miaka 80 ya Atlantism, kwa maana NATO. Viongozi wengi wa Umoja wa Ulaya, kutokana na kile ambacho Donald Trump, rais wa Marekani, anataka kufanya, kwa maana kuichukua Greenland, wanaona wazi kwamba ni mipango ambayo itaifanya NATO kusambaratika. Lakini hata hivyo umekubaliana juu ya hilo kwa sababu tu za kile ambacho rais wa Marekani Donald Trump alisema kwamba huenda nguvu ikatumika. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio ambayo tunayo kwa wakati huu, na bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, utajua mengi yanayojiri duniani.